Umewahi kufumba macho yako ukajaribu kuona, lakini ukaona giza tupu? Usijali, hauko peke yako. Watu wengi wanashindwa kutumia jicho la tatu kwa sababu hawajui wanaanzia wapi. Leo nitakufundisha njia rahisi sana ya kwanza ambayo itakusaidia sana kuliamsha na kuliongoza jicho lako la tatu hatua kwa hatua. Jicho la tatu ni uwezo wa kuona kwa undani, sio kwa macho ya kawaida bali kwa akili na roho. Lakini ukweli ni huu, sio kila mtu huanza kwa kuona picha moja kwa moja. Wengine huanza kwa kuhisi, kufikiria au kujua tu bila kuona. Na hiyo ni sawa kabisa na watu wengine ambao tayari wameliamsha jicho la tatu. Sasa nitakufundisha njia rahisi kabisa ya kuanza hili zoezi. Hii ni hatua ya kwanza. Kitu cha kwanza, tafuta sehemu tulivu. Ukisha tafuta sehemu tulivu, hakikisha hata we mwenyewe pia mwili wako hauna uchovu, umetulia na uko tayari kwa kufanya hili zoezi. Kitu cha kwanza ambacho utafanya, utavuta pumzi yako mara 3 mpaka mara 5. Hebu tuanze. Ni jinsi gani utaweza kuvuta pumzi yako? Kitu cha kwanza, vuta pumzi yako kwa kutumia pua yako. Kisha hiyo pumzi ibane taratibu kwenye tumbo lako. Baada ya hapo utaiachia taratibu, sio moja kwa moja. Utaiachia kwa kutumia mdomo, sio moja kwa moja. Utaiachia taratibu taratibu. Kama umevuta kwa mfano, unabana kama mara 3. Sasa ndo ile hatua ya 3 ndo unaiachia moja kwa moja. Kwa hiyo hili zoezi pendelea kulifanya mara kwa mara, litakuwa linakusaidia pia kukupa utulivu ama kuzungumza na mwili wako kwamba ni muda sahihi sasa wa kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Hatua ya pili, sasa jaribu kufikiria ua jekundu. Nadhani maua mekundu kila mtu anayajua, maua rozi, na kama haya hapo ambayo unayaona kwenye hii video. Yaani hisi unaona maua mekundu, na hii utaifanya ukiwa umefumba macho yako. Hata hiyo pumzi unaokuwa unaivuta pia unakuwa umefumba macho yako. Kumbuka unahitajika kupata sehemu tulivu, na ndio maana watu wengi wanapenda sana kufanya muda ambao labda watu hawajaamka ama watu tayari wameshalala. Anza kuvuta taswira ya ua jekundu. Nitatolea mfano wa mapenzi ili kila mtu aweze kunielewa. Hii unaweza hisi kama vile ambavyo huwa unahisi mpenzi wako wa, yani mpenzi ambaye tuseme bado hamjakutana, labda tu mmezungumza kwa simu hivi na hivi. Kwa hiyo kuna namna fulani ya kuashumu. Kwa hiyo unapofumba macho yako baada ya kumaliza lile tukio la pumzi, utaashumu sasa kuona mbele yako kuna shamba la maua mekundu ya ualozi. Kwa hiyo utavuta hiyo fikra. Kama utashindwa hilo zoezi, unaweza ukafanya hili zoezi wakati umefumba macho. Hakikisha macho yako kwenye ulimwengu wa kiroho, kufumba macho ya focus kwenye kichwa chako, na kwenye kichwa chako ona kichwa chako hakina nywele bali kimeota maua mekundu. Kwa hiyo utakapokuwa unafanya hilo zoezi, unaweza ukafanya hivyo kwa dakika 5. Siku zinavyozidi kwenda unaongeza dakika 10 mpaka 15. Usianze haraka haraka. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya hivyo, unafumba hivyo. Kwa siku unaweza ukafanya mara 2, labda asubuhi pamoja na jioni, ama tu mara moja kwa siku endapo utapata muda. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia katika chumba chako, hakikisha chumba unachofanyia kinakuwa kisafi na kina utulivu na kina harufu nzuri. Unaweza kaweka air fresh yoyote ambayo inaleta utulivu, mfano hata maua yenyewe haya ya rozi, unaweza ukaweka air fresh yake ya rozi, ama ukaweka hata pia udi wa rozi kupata ile harufu kabisa asili, ukahisi hayo maua unavyoyaona basi unavuta na ile harufu. Ama unaweza kutumia udi wote ambao unaona ukiutumia unakutuliza akili yako, ama air fresh yoyote, ama wa rozi, lavender, inategemeana na ile harufu ambayo wewe unaifeel ndani yako. Na ile harufu utakapokuwa unaivuta una kabisa basi kama unatembea ndani ya hayo maua ama unayatazama hayo maua yaliyoko shamba la maua yaliyo mbele yako ya maua rozi, jinsi unavyotazama ona hata ile harufu unaiona kabisa, unaigusa, basi kuna namna fulani utaanza kuona. Pengine unaweza kaona jicho lako linaanza kutekenya, unaweza ukaanza kuona kama miale
mwanga inakuwa inatokea ndani ya paji la uso. Kuna vitu utaanza kuviona kwa tofauti. Yani kuna wakati mtu anaweza akaongea kitu ukapata majibu ya haraka sana, ama wakati mwingine unaweza ukaanza kuona matukio kabla hayajatokea. Yani inawezekana kabisa labda mgeni anataka kuja, kuna wakati unaweza kaanza kuhisi kabisa kuna ujio wa mtu fulani anakuja hapa nyumbani. Kuna vitu unaweza kaanza kufunguka, kuna maono mbalimbali unaweza kaanza kuyapata. Na pia kama kuna vitu fulani vilikuwa viende sawa kwenye maisha yako, kuna namna fulani utaanza kuona kabisa vitu vinaanza kufunguka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndo namna nzuri ambayo inaweza kusaidia wewe kufungua jicho lako kwa haraka sana. Kama ulikuwa umekwama kwenye hicho kipengele, basi hicho ndo kitu pekee ambacho kitakusaidia wewe kufungua jicho lako hilo la tatu. Na kumbuka, hata kama hauoni leo, unakuwa hata kama hujarahisi kitu, unaendelea kufunguka. Safari ya kiroho ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo kuwa na subira, nenda taratibu, jipe muda. Na kama umejifunza kitu leo, andika ninaona ndani yangu kwenye comment. Pia usisahau kulike, kusubscribe, kushare na wengine na wanaotaka kufungua uwezo wao wa ndani. Kama unataka, naweza pia